goods and services to the hotels. So we've started to see that ripple effect. Tusalie katika kaunti ya Kilifi ambapo wavuvi katika eneo la Wesa Chumani, kaunti ya Kilifi, wamedai uhaba wa samaki na ushuhudiwa sasa umetokana na matumizi mabaya na utupaji ovyo wa taka za plastiki katika bahari ya Hindi. Kwa sasa wameanza kampeni ya kusafisha fuo za bahari pamoja na washikadau ili kukabiliana na tishio hilo. Usimamizi wa Wesa unaojumuisha zaidi ya wavuvi 1000 ukiongozwa na Juma Dhadho wamedokeza kuwa kuna haja ya kufanya usafi wa bahari ili kuzuia uchafuzi wa mazingira na uharibifu wa maeneo hayo. Ushirikiano baina ya wadau unatazamiwa kuboresha eneo hilo la bahari. Usimamizi wa benki moja tawi la Malindi wamesema kuwa wamegundua kuwa uchafuzi wa bahari unawafanya wavuvi waliopewa mikopo kupata samaki kidogo, jambo ambalo limeathiri mpango wao ya ulipaji mikopo yao. Uchafu mwingi hasa wa plastiki huwa ni sumu kwa samaki na unadhuru viumbe tofauti tofauti. Kwa hivyo unaweza pata kwamba sisi sasa hii kadri msimu wa saa hii si tabia nchi tu peke yake, lakini kuna vitu vingi ambavyo vimechangia uhaba wa samaki. Lengo letu ni kusaidia wananchi kusafisha bahari na kuwasaidia kucreate ile awareness ya muhimu wa kusafisha bahari, kwa sababu kuna ile tunaita blue economy. Tukisafisha bahari tunasaidia kukuza huo uchumi, kwa sababu wanyama wa pale baharini wataweza kupata afya mzuri. Kiona ya kwamba bahari inachafuliwa, tunakuwa na changamoto kwa wale wavuvi ambao tumeweza kuwasaidia katika kupata mikopo. Wanapata ugumu wa kulipa ile mikopo kwa vile kuna upungufu wa samaki. Wakivua wale samaki na yule samaki amekula pieces za plastic, akikuja kwa meza hata yule mwanadamu mwenye anakula huyo samaki yeye pia anakula hizo plastiki. Taka ambazo zinatoka beach zinatoka sehemu tofauti tofauti Tanzania, katika visiwa huko, lakini pia